Nishukuru sana Mstahiki Meya katika channel hii ya Local Government Authority, wewe pamoja na mkurugenzi wetu wa manispaa pamoja na wasaidizi wote. Natambua pia uwepo wa katawala wetu wa mkoa ambaye ni mkono wa kushoto wa mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya katika utendaji wa kazi. Niwashukuru sana pia kamati ya usalama ya Kinondoni, lakini pia niwashukuru tena waandishi wa habari pamoja na wenzetu wote ambao mko hapa. Siku chache zilizopita nilienda hospitali moja hapa Dar es Salaam, na nikiwa pale hospitali akanipigia simu rafiki yangu wa muda mrefu ambaye kazi yake kubwa kwa miaka mingi huwa anauza majeneza, na akaniambia angetamani kuja kuniona pale hospitali. Nikakubali, lakini aliponipigia simu kwamba ameshafika mlangoni anaomba ridhaa ya kuingia kuniona, niliwaambia madaktari wamzuie asiingie, kwa sababu nilihisi pamoja na kuja kuniona nilifananisha na kazi yake ya kuuza majeneza kwa muda mrefu, nikajua inawezekana amekuja kutafuta fursa pale hospitali. Kwa hiyo nilikataa na nikamwambia, bwana, sasa hivi madaktari wanaongea na mimi, kwa hiyo isingekuwa muda mzuri tena wa kuja kuniona. Hoja yangu ya msingi katika mfano huu mfupi, wapo watu ambao wakati wote ungetamani kukutana nao, kwa sababu huo wanakuwa wamebeba faraja na matumaini katika maisha yako. Na leo hapa tupo katika hospitali ya Shifaa. Kwa namna ambavyo tumetembelea hospitali hii, hata kama umekuja unaumwa kwa kiwango gani, mazingira yake na watumishi wake wanakupa faraja kukutana nao mara kwa mara. Kwa hili naomba tuwapigie makofi mengi sana. Nimetembelea mpaka nikaona hamu ya kuumwa, kwa angalau hata ungekaa kwa muda siku moja siku mbili, angalau vipimo hivi ambavyo wanavyo kimoja wapo kiweze kushiriki kufanya diagnosis katika yale machache katika mwili. Lakini kuna baadhi ya hospitali kabla haujafika unaona kabisa kama ungekuna nguvu na tamani ungeanza kukimbia mbio kabla hujaifikia hospitali yenyewe, kwa sababu huko ndani unasikia vitu vingi vinaendelea ambavyo havitoi faraja ya moyo hata kidogo. Kwa hiyo ndugu zangu wa hospitali hii ya Shifaa, nawapongeza kwa dhati ya moyo kwa namna mlivyofanya uwekezaji huu wa si chini ya dola za Kimarekani milioni 60. Ni pesa nyingi na ambazo sote kwa pamoja tuwapigie makofi mengi sana. Nimeambiwa hapa kwamba kuna mzee Bashir ambaye alibeba maono, halafu kuna Oilcom Group ambao wao walisaidiana kuimplement maono. Ndugu zangu, wote hapa sisi ni wanadamu tulio hai. Huwa inaweza katokea baba ndani ya nyumba au mama anaanzisha project ya ujenzi au anaanzisha project fulani, na ndio maana kwa wale ambao mnamwamini Mungu huwa tunasema Mungu atusaidie tuishi ili tufikishe yale maono tulionayo mpaka mwisho. Mtoto akiwa tumboni mwa mama yake, miezi sahihi ya kuzaliwa kwake kwa mujibu wa madaktari na utaalamu huwa tunategemea iwe ni miezi 9. Lakini mtoto huyu akizaliwa kabla miezi 9, akizaliwa miezi 8 au miezi 7, huwa tunaweza tukamuita amezaliwa
kwenye premature time, ambayo muda wake ule wa kuzaliwa umekuwa tofauti na yale makisio yenyewe. Kabla ya utaalamu haujaja sana hapa Tanzania na mahali pengine, mtoto aliyezaliwa chini ya miezi 9, tafsiri yake kwa kumwangalia alikuwa haonekani kama mtoto. Ni mpaka wale wataalamu walipokuja kutafsiri kwamba huyu ni mtoto lakini amezaliwa kabla ya muda wake, na ndipo akapewa jina njiti na vitu vingine vya namna hiyo. Kule makwetu ambako tulikuwa tunaishi sisi zamani, mtoto anayezaliwa kabla ya umri wake anakuwa bado hajabeba umbo halisi linalotafsirika kama mwanadamu halisi, na kwa mantiki hiyo ilikuwa ni rahisi kusema huyu mama aliyezaa mtoto huyu amelogwa au la, amezaa kitu ambacho sio binadamu. Lakini the moment utaalamu umeingia, wakawa wanatafsiri kuhusu mtu anayezaliwa kabla ya miezi 9 au na vitu vingine vya namna hiyo. Kwa mantiki hiyo, ndani ya nyumba unapofanya project ikatokea bahati mbaya umepoteza maisha, watoto wanaokuja baada ya wewe baba au baada ya wewe mama wanaweza wakaishia kubomoa lile jengo ambalo wewe baba ulikuwa unalijenga, kwa sababu hawako connected na vision ya mzazi wao. The moment ile jengo linakuwa limekwisha, baba analifanyia kazi, ndio watoto wanakuja kuanza kuelewa safari ya maono ya baba alikokuwa anaelekea. Hii ni sana kusema hapa Shifa Hospital, kama mzee Bashir asingepata watu sahihi akaeleza vizuri vision yake, wakasaidiana wakasimamiana katika kutekeleza vision, na ile vision ikazaa umbo kama hii tulionalo leo ambayo inaitwa Shifa Hospital leo, kama singekuwepo hiyo connection, maana yake leo tusingekuwa na umbo hili la hospitali leo inaitwa Shifa Hospital. Kwa hiyo maono ni muhimu sana, na implementers wa maono hayo ni muhimu mno. Kwa hiyo pia tupelekeni salamu kwa mzee wetu Bashir, lakini pia tupelekeni salamu kwa Oilcom Group, kwa sababu wameimplement maono kwa usimamizi wa mwenye maono mwenyewe. Kwa hapa pia tuwapigie makofi mengi sana. Kuheshimu vision Mungu katika ulimwengu. Sasa niende kwenye spiritual facts law. Mungu katika ulimwengu huwa anachagua wachache kuwapa maono, na maono huwa yanakuja kwa njia nyingi sana, na mara nyingi mwenye maono akatishwa tamaa, huwa unaweza ukaua vitu vingi sana vilivyobebwa ndani ya maono haya. Sasa try to imagine hapa leo Shifa Hospital tuna madaktari bingwa na maconsultants karibu 30, lakini ndani yake tuna madaktari na tuna waajiriwa wengine wote katika sekta hii ya afya. Try to imagine ni watu wangapi leo wamepata ajira, ni watu wangapi leo wamesave maisha kwa sababu ya vision ambayo Mungu alipandikiza kwa mmoja, na leo hiyo vision ikawa implemented. Kwa kama kuna mtu hapa leo anaweza kusomesha watoto wake kwa raha kabisa kwa sababu ya mshahara ambao analipwa na Shifa Hospital, maana yake analipwa kwa sababu ya vision ambayo ilikuwa implemented. Kwa ukivuruga vision unapata matatizo makubwa ambayo yanakuwa yana baraka. Hospitali ili itwe hospitali inahitaji vitu vichache, 4 au 5, kama ambavyo vitatu alikuwa ameshavitamka Dr. Maganga. Kwanza tunahitaji rasilimali watu ambao wako well trained na committed katika kufanya kazi kwenye hii institution. Na leo tunayo furaha kwamba wapo madaktari bingwa, wapo madaktari
na wapo watu wengine wote ambao wanafanya kazi katika hospitali yetu. Lakini jambo la pili, tunahitaji infrastructures ambazo ni physical infrastructures. Sasa hizi infrastructures ndani yake ndio tunayoona haya majengo ambayo wenzetu wamejenga ili sasa hawa wanaoitwa a very well trained human capital waweze kufanya kazi hapa. Tunahitaji vifaa tiba, na hapa sasa sio tu vifaa tiba, wamekwenda pia kwenye high tech. Kuna high technology pia hapa ya vifaa tiba, kama tulivyoona MRI ambayo ni ya kisasa zaidi, lakini tuna MRI za kawaida, lakini tuna ultrasounds ambazo zipo za kisasa zaidi ambazo zinaweza zikafanya kazi nzuri sana. Kwa hiyo hivi vitu vitatu vinafanya kazi kwa pamoja, lakini mambo mengine yanaongezeka mawili. Moja, uwekezaji kama huu ni kweli ni kutoa huduma, lakini lazima uwe connected to market. Na market ni nani? Market ni watu wanaokuja kutibiwa. Market ni watu ambao wanakuja kwa ajili ya kuservice miili yao. That's market. Lakini hii market unapoiconnect na vile vitu vitatu, lazima pia uiconnect na policy. Sasa hapo ndipo inapoingia Wizara ya Afya. Hapo ndipo wanapoingia wenzetu wa halmashauri. Hapo ndipo zinapoingia policy and regulations of the government. Kwa hiyo mambo haya matano yanapofanya kazi kwa pamoja, ndio hospitali inasimama. Mnaweza mkawa na maono mazuri sana, lakini yakawa restricted na poor policy. Tunahitaji kuwa na policy ambazo ziko friendly, policy ambazo mbeba maono anaweza kupata kasi ya kuimplement maono yake. Unaweza kuwa na maono mazuri, lakini kama hauna support ya policy katika nchi au katika taifa, manake maono yale hayawezi kutekelezwa. Kwa implementation, maono yakiwa implemented yanapaswa pia kuwa kwenye kiu hiyo hiyo ya kuwa na sera nzuri zinazotabirika na zisizobadilika. Na katika hili sasa, kwenye namba 5, nayo furaha sana kwamba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ameendelea kuwa balozi mzuri sana katika masuala haya yanayohusu afya ya mwanadamu. Na katika hili ameleta mpango wa pamoja, ameleta mpango wa bima afya kwa wote. Mpango wa bima afya kwa wote, leo hapa tumeona daktari ametoa takwimu za watu waliohudumiwa mwaka uliopita. Watu waliohudumiwa ni wengi, lakini ameeleza kwamba wanapokea bima ya afya ili kuweza kuwatibu wale wote ambao wanakuja kwenye maeneo haya. Sasa bima ya afya ni nzuri sana, na ndio maana Mheshimiwa Rais anahamasisha watu wakawe na bima za afya. Na jambo la 6 dogo au kubwa ambalo linaingia in connection na zile hoja kubwa 5 ni ujitambuzi wa wananchi in connection na ile market niliyoisema. Ujitambuzi maana yake nini? Katika taifa la leo, hata ungekuwa na rasilimali nyingi kwa kiasi gani, ungekuwa na wealth kwa kiasi gani, kama hauna human capital ambayo inatabirika, human capital yenye energy, human capital ambayo inaweza kuwa na usalama wa afya zao, taifa hilo liko hatarini. Na kwa mantiki hiyo, ongezeko la hospitali katika nchi ya Tanzania unathibitisha pia usalama wa raia katika masuala ya afya zao. Kwa hiyo tunapozungumzia hospitali na kuongezeka kwake, reference yetu kubwa ni kwamba ni moja instrument inayoleta assurance ya kwamba watu wetu watakapopata matatizo yote ya kiafya katika taifa ambalo tumepanga kuwa na watu wenye mwelekeo wa kutransform uchumi na maisha yao kwa ujumla wake, maana yake ni kwamba kuwa na hospitali ni moja assurance kubwa sana, na ndio maana wenzetu wa Shifa Hospital lazima tuwapigie makofi sana katika hili. Sasa wenzetu sasa wa wilaya ya Kinondoni, akiwepo pia mkurugenzi na meya, mimi mtazamo wangu siku zote huwa kidogo unaweza kuwa tofauti. Leo hospitalini hapa au katika nchi yetu ya Tanzania
kuna hamasa kubwa ya kuhakikisha tunajenga vituo vya afya na tunajenga hospitali na tunajenga zahanati almost karibu kila kata, kila mtaa au kila eneo. Lakini maybe inaweza kuwa quite different na experience ya mkoa wa Dar es Salaam. Mkoa wa Dar es Salaam inawezekana tukautreat kwa namna ya kiubunifu. Kwa mfano, mkurugenzi na mstahiki meya katika eneo hili Shifa Hospital ilipo, mnaweza mkaa kwenye mipango yenu mmepanga kuwa na kituo cha afya around this area. Kwa nini kupanga? Kwa sababu mipango yenu lazima ijielekeze kwenye miradi ambayo wananchi wanaitaka. Na tukiwauliza, hata tukichukua Venn diagram tukasema tunawauliza wananchi, wanaweza kusema kwetu tunahitaji hospitali. Sasa a very logical question to ask before implementation of this project is, je, ni kweli kituo cha afya kinahitajika kujengwa katika eneo hili tunapozunguka Shifa Hospital? Swali ndogo tu. Sio kwamba sisi tukijenga tunaua masoko. In fact, we are not referring kwenye kuua masoko au kufanyaje. Hapana. Tunachozungumzia sisi, unaiconnect vipi hospitali hii na mipango ya halmashauri. Hilo ndio swali la msingi sana. Kwa sababu the moment mnajaza hayo maduasha karibu kila mahali, inakuwa ni poor policy ambayo vitu havitokei kwa upamoja. Na kama vitokei kwa upamoja, maana yake serikali unakuwa umewapa nguvu ya kuanzisha mradi kwa mkono wa kushoto na unawanyang'anya nguvu ya kuanzisha mradi huo kwa mkono wa kulia. That's a clawback process. Na kwa mantiki hiyo sasa, inapokuwepo hospitali kama hii mahali kama hapa, lazima mstahiki meya unapoingia kwenye mabaraza na mkurugenzi na mkuu wa wilaya ambaye yuko hapa, lazima hospitali hii iwe very connected kwenye mipango ya halmashauri. Maana yake ni kwamba hii hospitali iwe part and the parcel, yani iwe ni ninyi mui-own, kuwe na ownership ya hii hospitali. Kukiwa kuna ownership, that means mnakuwa mnaiona katika mipango yenu. Na kwa baadaye, na kwa kuwa hapa watu wamepata maono wakaanza na pesa kubwa, mahali ambapo wewe mkurugenzi unataka kujenga kituo cha afya, let's say cha bilioni 10, na ili uajiri watu na ili ufanyaje watu, what you do wakati fulani tunafanya namna hii. Huwa kuna sera za ubia nzuri sana. Wewe badala ya kujenga hospitali kwenye eneo hilo kwa bilioni 10 ambayo itakupaswa anze kununua vifaa, uwe na ardhi, uanze kujenga, alafu uje uajiri, alafu upate na uwezo wa kuibia dawa zinazotoka MSD, zikuchoshe katika usimamizi ambao wakati fulani unakuwa huna hicho kipaji cha kusimamia. You take bilioni 10, unamkopesha private sector, analipa kwa riba ndogo sana kwa muda mrefu kuliko kwenda kwa access kwenye financial institutions, ambazo kwenye financial institution kule huyu aliyewekeza hapa, ugomvi unakuja hapa mahali padogo sana. Yeye huyu amekwenda benki akapata dola milioni 60 kwa riba ya 21%, na akiwekeza hapa, mtu wa kawaida akija kulalamika kwamba pale pana gharama kubwa, mkurugenzi nisaidie, the moment wewe mkurugenzi au mstahiki meya mnakuja kwenye hospitali hii kama sehemu ya ku aggregate demands za watu wanaolalamika, ukifika hapo unakutana na facts. MRI bilioni 3, CT scan bilioni 4, wafanyakazi hatulipi chini ya kiwango, construction na hizi infrastructures zimeleta shilingi hii. Sasa kwenye investment ya aina yoyote unapotaka kuinvest, kwanza lazima, pamoja na kwamba ni service delivery, lakini lazima uangalie return to investment, lakini pia lazima uangalie payback period. Kama mradi huo unaweza kukulipa kwa miaka 80, that's not a project, kwa sababu you need also to pay your people. Lazima uangalie pia internal rate of return kwenye hiyo transactions zako. Lazima uangalie net profit value. Zote hizi ni theories ambazo zinakupelekea kujua mradi huu unaowekeza ni sawa au sio sawa. Sasa wewe unakuwa na 10 bilioni zako,
ziko mahali fulani watu wenye kipaji sasa wanaingia, kwa sababu hapa Shifaa management yake mtu hawezi kuiba dawa hapa, lakini sisi kule mkurugenzi ukizubaa, msaikemea umezubaa, mtu anatia dawa huku na anasema walikuja watoto 7 kutibiwa. Pesa zimetoka MSD, zimekuja moja kwa moja kwenye hospitali, lakini management ya dawa zetu pale wakati fulani inakuwa iko very poor. Lakini pia training ya human capital yetu hapa, anaweza kawachukua watu wakaenda mpaka South Africa, wakaenda India, wakaenda wapi, wakawa trained kwa sababu ya uwezo na ubunifu wa kihospitali. Lakini pengine sisi tukawa tunasema mpaka dokezo, mpaka namna hii, tunasubiriana. The moment tunafanya namna hiyo, tunajikuta tuko na human capital kweli iko trained, lakini haiko trained to that maximum kama ambavyo wengine wamekuwa trained, kwa sababu afya ni mambo ambayo yanabadilika kila saa. Sasa kwa mantiki hiyo, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, katika maeneo hayo umenitajia kwamba mna hospitali nyingi, lakini my question and my simple question to ask you ni kwamba mmeziconnect vipi na malengo yenu? Je, mnaziona ni private sector au mnaziona ni part and parcel of government sector? Wa halmashauri, kuna bwana wamekwenda kuwekeza kiwanda cha madawa kwa ajili ya kutibu watu dawa, na yule bwana akawa anafanya extension ya kiwanda kwa kujenga majengo mapya, lakini akawa bado hajapeleka kibali kuombea kile kibali cha extension kwa mkurugenzi. Mkurugenzi wa vijana wake wakaenda wakasimamisha ujenzi, wakamlima na fine alipe milioni 4. Kwa nini anafanya extension bila kibali? Mimi ukiniuliza, yani mawazo ya kihuni ambayo hayapaswi kuendelezwa, kwa sababu sasa naingia kwenye philosophical fact kwamba the moment nikilipa milioni 4 naruhusiwa kuendelea kujenga au siruhusiwi? Jibu ni kwamba naruhusiwa kuendelea kujenga. Nitakapoongeza na hela labda milioni 2 kwa ajili ya kibali, na naruhusiwa kuendelea kujenga, siruhusiwi? Jibu naendelea kujenga. Sasa kama naruhusiwa na nimetoa na ninajenga kiwanda cha dawa, nalipa kodi, nimeajiri, hivi hapo ubaya wake ni kitu gani? Ubaya manake ni lazima wewe ujue tu kwamba mimi najenga, that's all. Je, una inputs zozote? Labda nataka kunipa hela? Hapana. Unataka kuniongeza kufanya kazi? Hapana. Kwa hiyo mkuu wa wilaya, mstahiki meya pamoja na mkurugenzi, mko hapa, ni muhimu sana mnapokwenda mahali hata kusimamisha ujenzi na kufanya vitu vya namna hiyo, ndani yake mwe mnafahamu what is the destination, what do you want to get within it, what do you want to achieve. Utaki majenzi holela, utaki sio kitu gani hasa? Huyu anajenga hata hapa Shifaa, inawezekana ikawezekana wakawa wanajenga majengo yao. Ukija hapa wana kila kitu kiko vizuri, masuala ya ramani, masuala ya structural designs, masuala yote yako vizuri tu, lakini kuna overlook tu kile kibali. Sasa tutakapofika hapa, tunatamani kazi yako wewe moja tu, kwamba tunajua inawezekana unajenga ukiwa hauna usimamizi wa maengineer, ngoja tukuongezee maengineer ili jambo lako liweze kwenda kwa haraka na ni facilitate kibali chako. Kwa hiyo hizo bureaucracy zinapokuja kuendelezwa kwenye sekta kama hii ni hatari. Jambo langu la mwisho kwa serikali sasa, moja ya sekta ambazo hazipaswi kuota kama uyoga, yani overnight imeota, ni sekta afya. Na ndio maana mimi moja jambo ambalo huwa pia nalishangaa wakati fulani, unakwenda nyumba hii, unakwenda duka hili, dawa inauzwa, dawa inauzwa, dawa inauzwa, dawa inauzwa, dawa inauzwa, dawa inauzwa, dawa. Sisi Kinondoni ndio tukaja na formula nzuri, wala sio kwamba tuna discourage employment za watu, lakini leo ni muhimu sana kufanya research za kutosha. Kwa nini magonjwa kansa yanaongezeka? Ni vizuri kufanya research za kutosha. Kwa nini mambo haya, failure za figo zinaongezeka? Mambo ya kufanya research za kutosha. Lakini kwa assumption kwamba je, matumizi ya holela ya madawa hayana mchango? Kwa assumption kwamba matumizi ya dawa ambazo zimeisha muda wake
hayana mchango, kwa assumption kwamba hizo zote kwenye hiyo line assumption. Alafu then kwa kuwa ni critical area, sisi tukawa tuna ubunifu wa namna ya kuanza kumanage. Sasa hatuwezi kuwa nafikiri hapa tumepita, tumeona kuna wengine wanaanzisha hospitali ambayo gharama yake ya ile hospitali, investment cost zote ni gharama za ultrasound ya hapa Shifaa. Yaani ile gharama ya ultrasound ile ndio inakuwa investment cost ya hiyo inayoitwa hospitali, kituo cha afya au sui zahanati. Sasa kwa kuwa tumeona mifano ya hospitali inavyopaswa kuwa ni kuji-upgrade tu, kwamba nao Kinondoni kwa sababu iko kwenye sura ya taifa, we need such investment only. Investment za namna hii ndio tunazozihitaji, ni sura. Sasa kwa management ya Shifaa Hospital 2027 Tanzania imepata bahati ya kuwa mwenyeji wa mashindano makubwa ya AFCON. Hivi ninavyozungumza ugeni ule ni mkubwa sana. Na moja ya jambo ambalo leo hii tayari tarehe 13 ni lini? Tarehe 13 ni kesho. Tarehe 13 rais wa Afrika katika masuala haya ya michezo anaendesha kikao chake hapa Tanzania, Dar es Salaam. Na moja mambo ambayo yanakaguliwa ni health services, ni ulinzi, usalama, ni viwanja, huduma za mahoteli, kwamba je, tuna uwezo wa kuaccommodate. Sasa miezi michache iliyopita mimi ilibidi nitume wenzangu waende Morocco, waende wakaangalie hali ikoje. Wamekwenda kule, wamekuta mambo mazuri sana. Tukamwambia basi rudini chapchapu na hapa napo tufanye. Kwa Mheshimiwa Rais ameelekeza kwamba sekta za afya tupeleke orodha ya hospitali ambazo ndani yake hakuna usanii, ili huyu mtu atakapokuja kutibiwa katika hospitali hiyo aondoke na taswira kwamba this is Tanzania. Na mimi na recommend kabisa kwamba watu waje hapa Shifaa Hospital, hata kama huumwi, njoo hata uone tu. Mungu anaweza kusaidia kwa kutu umekuja hapa na hapo ukaanza kuumwa na ukatibiwa. Kwa sababu huwezi kujua utamu wa jambo mpaka utakapopata ile health care. Kwa njoo Shifaa Hospital, uonane na madaktari, uone uwekezaji, uone vifaa tiba vya kisasa, uone masuala mengine yote, uone kwamba wameanzisha kitengo kizuri sana ambacho hicho kinahusiana na masuala ya prevention is better than cure. Kitengo hicho ni muhimu sana. Tunakumbuka kwenda hospitali tunapokuta mahali panaumwa. Hawa wamekuja na approach kwamba njoo hospitali hata kama huumwi, uangaliwe tu ili uweze kujua kwamba sasa unaishije katika mfumo wako wa maisha, na jambo ambalo ni zuri kwa sababu kinga ni bora kuliko tiba. Lakini wakiona kwamba kweli sasa unaumwa, wana jambo tena ambalo hapa wataweza kulifanyia kazi kwa huduma za figo, huduma za kansa, huduma zingine zote. Na nitoe shukrani za dhati kwa kushirikiana na wenzetu wa hospitali ya Jakaya Kikwete cardiac, watu wa moyo, kwa namna ambavyo wanaendelea kushirikiana, kwa sababu hakuna namna hospitali inaweza kuperform yenyewe peke yake. Hata madaktari, ndio maana tunaambiwa madaktari bingwa. Maana yake ni nini? Wanakuwa wengi katika jambo hilo ili lisikosewe na wala wasipoteze muda. Kwa hiyo wanaposema madaktari bingwa ni pamoja na kuita hospitali za pamoja kuweza kufanya intervention ya mambo ya afya mbalimbali katika mkoa wetu. Kwa hiyo Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya Dar es Salaam, chagua aina uwekezaji unaotamani katika wilaya yako. Sio kila uwekezaji ni uwekezaji. Kwa Kinondoni uwekezaji tunaotarajia hapa pengine huo tofauti na huko tunasema at the outskirts of the country, pembezoni mwa nchi yetu, iwe tofauti kidogo. Hapa mtu akija sema nilikuwa Dar es Salaam matibabu, ni kitendo cha kusema nilikuwa Dar es Salaam matibabu kwake yeye ni privilege. Lakini akiambia ulikuwa wapi matibabu, akitamka labda mikoa huko labda hakuna madaktari,
Akisema tu nilikuwa Dar es Salaam, basi watu wanaamini alikuwa matibabuni. Kama leo ulikuwa wapi? Nilikuwa India. Hako ka stereotype kwamba yani huduma iko huko. Na ndio maana wenzetu wa Oilcom na wenzetu na mzee wetu Bashiri walisema watu wengi wanakwenda sana India, wanakwenda sana India. Walichokuwa wanajitahidi kufanya ni kuleta zile huduma ambazo wanazifuata kule India zipatikane hapa kwa vifaa tiba na kwa ubobezi wa madaktari wao.